Ujenzi wa barabara ya njia 4 ambayo ni kilomita 29. Ukweli ni kwamba barabara hii tulifikiria kuijenga baada ya kuona kwamba hali ya jiji la Mbeya kwa kweli sio kuridhisha. Kwa hiyo tukasema kwamba tuanze mchakato kushirikiana na wenzetu wa TANROADS pamoja na Wizara ya Ujenzi. Tumeanza ujenzi wa barabara hii. Tuko kwenye asilimia zaidi ya 25 ambapo kwa namna moja au nyingine barabara inaendelea vizuri. Najua unaisimamia na unaifahamu. Lakini ujenzi wa miradi ya barabara njia 4 ambao tunaendelea nao ambao kuanzia Igawa mpaka Tunduma ambao tunagharimu shilingi trilioni 1.133 ambao mazungumzo yanaendelea, lakini pia mikataba tulikuwa tushasaini. Kuna maelekezo mbalimbali ambayo serikali wanaendelea kuyafanya ili kuweza kujenga mradi huu. Moja wapo kitu ambacho unatakiwa ukipush kweli kweli ni hiki cha mradi huu wa kuanzia Igawa mpaka Tunduma. Ukarabati wa kiwango cha lami barabara za Ibanda Kiwila ambao mkandarasi amepatikana. Watu wa TANROADS watakubrief kwamba wakati wote wanakuja kumtambulisha mkandarasi ili kuweza kujenga mradi huu. Umekabidhiwa kipande na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fanya kazi yako. Usiogope. Wewe ni kila kitu pale. Ukihitaji ushauri unapiga simu kwa mkuu wa mkoa unamuuliza. Bana kuna hiki nimekifanya. Na ndio mara hii imenipelekea kwamba hata wakuu wa wilaya wa mkoa wa Mbeya yani wako vizuri na wamefanya kazi yao vizuri. Na ndio maana hata Mheshimiwa Beno naye kapandishwa hapa. Maana hamna haja ya kuleta mtu mwingine kutoka sehemu nyingine. Aletwe mtu ambaye anaijua Mbeya vizuri, anawajua wenzake vizuri. Anamjua Batenga, anamjua Bwana Mauri, anamjua Josephine, anamjua Haniu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba na Itunda kaja kuongeza nguvu kwa sababu Itunda ana experience hapo. Alikuwa katibu wa CCM wa mkoa huu. Maana yake na yeye yuko hapa. Na maana yake ni kwamba Mbeya mna timu nzuri sana. Yaani katika watu ambao mna bahati ya kuwa na viongozi wazuri, Mbeya mna bahati. Sababu teamwork hii kama mkiendeleza vizuri mkamsaidia mheshimiwa mkuu wa mkoa, badala ya kumpelekea majungu ofisini, mnapeleka mambo ya maendeleo, itakuwa nzuri zaidi. Lakini ukisema unapeleka majungu, hamtaitendea haki Mbeya, mtafarakana, mtagombana. Mimi nasimama tu katika lile neno la Mathayo mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 17, ambapo anasema mimi sijaja kutangua Torati bali kuiendeleza. Hivyo na mimi nimekuja hapa sasa kwa lengo lile kuendeleza mazuri na makubwa uliyoyafanyia ndani ya mkoa wa Mbeya. Na mengi nimeshiriki kwa maana ya nafasi yangu kama mkuu wa wilaya na kwenye baadhi ya vikao. Hivyo nawaomba sana ushirikiano. Naomba ushirikiano wa dhati. Tuendeleze yale mazuri yalikuwa akiyafanya Mheshimiwa Homera pamoja na sisi kule tulipo ili tufikie lengo la miradi ile, lengo la mikakati ile kwa manufaa ya wana Mbeya na Watanzania kwa ujumla. Sisi wakati unaapishwa tulikuwa makini sana tukifuatilia kupitia runinga. Tulisikiliza kwa umakini sana na tulikuwa makini sana kusikiliza kauli ya Mheshimiwa Rais. Tuliyachukua yale maneno kama ni maelekezo, si kwako tu, ni maelekezo pia kwa sisi wasaidizi wako. Sisi tukuahidi kwamba tutakupa ushirikiano. Yale maneno aliyosema Mheshimiwa Rais, tutakupa ushirikiano ili uweze kutimiza matamanio na matarajio ya Mheshimiwa Rais kwako wewe katika mkoa wa Mbeya. Mbeya hodi. Umenipokea? Naomba ushirikiano wenu. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama alivyosema katika utawala wetu wa mkoa, hivi karibuni Mheshimiwa Rais amefanya mabadiliko madogo, akanihamishia hapa Mbeya nikitokea wilaya ya Songwe. Tupo vijana wengi, tupo wakuu wa wilaya wengi. Kwa nini mimi Solomon? Ni mapenzi ya Mungu. Inatakiwa kufanya nini? Kwa sababu serikali inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa tuko na mkuu wa mkoa ambaye mimi na wenzangu tunajivunia ameacha mkoa salama na mkoa umefanya maendeleo makubwa tangu walivyokuwa hapa miaka 4. Kwa miaka 4 yako Dr. Zuberi Homera, tunaamini Dr. Samia Suluhu Hassan ametutendea haki kubwa sana. Tunaamini hapa makundi mbalimbali nimeyaona. Nimeona bodaboda, nimeona bajaji, nimeona machinga. Twendeni tukamsaidie rais kutafuta kula za kutosha na Chama cha Mapinduzi
tuendelee kushika hatamu.